Sasa kwa sababu mkuu wa wilaya ni kiongozi wa pande zote, yeye hapa atasema baada ya kuwasikiliza wale nini mwelekeo, ili madhara yasiwe makubwa kwenu na hata kwa kiwanda, si ndio ndugu zangu? Lodhia ni sekta nini? Kiwanda. Kwenye kwa waraka huu shilingi ngapi? Ambao ni shilingi 200,000, si ndio? Serikali inaelekeza taratibu, kanuni na sheria za kazi zifuatwe kuwajibisha mfanyakazi yoyote atakaye kukiuka. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hapa ni mwendelezo wa taarifa ya jana ya wafanyakazi wa kiwanda cha Lodhia ambao waligoma kuingia kazini kwa kile ambacho walikuwa wanakieleza ni madai ya ongezeko la mishahara. Kufuatia mgomo huo, leo imemfanya mkuu wa wilaya ya Arusha mjini Josephat Mkude kufika katika kiwanda hiki kwa ajili ya kusikiliza pande zote mbili, upande wa utawala pamoja na hawa wafanyakazi wa kiwanda hiki ambacho wamegoma. Lakini mheshimiwa mkuu wa wilaya ametoa maelekezo kama wilaya, maelekezo 5, na katika maelekezo hayo, miongoni mwa hayo ni kuwaomba wafanyakazi warejee kazini ingalau uzalishaji uendelee na kiwanda hiki kisifungwe. Lakini pamoja na hayo, amesema kwamba tarehe 20 atafanya mkutano maalum kuwasikiliza wafanyakazi hawa nje ya malalamiko ambayo yamewasilishwa leo aliyoyasikiliza. Atakayoyasikiliza tarehe 20 kupitia ofisi yake ni pamoja na wale ambao huenda hawajalipwa stahiki zao, waliofukuzwa kazini na wengineo. Lakini hapa mkuu wa wilaya anaelezea maelekezo ya serikali baada ya kusikiliza malalamiko ya pande zote mbili. Nimesikiliza management ya kiwanda hiki cha Lodhia, nimesikiliza wafanyakazi. Kwa hiyo tupo wote hapa. Jambo langu baada ya kusikiliza pande zote mbili, ninatoa wasilisho kwa niaba ya serikali wilaya ya Arusha. Kwanza kabisa, changamoto kubwa ni kima cha chini cha mshahara kilichopo kwenye maandishi na maelekezo ya serikali. Kilichotolewa kwenye maandishi na kilichotolewa kwenye maelekezo ya serikali na madai ya watumishi kulipwa kiwango cha chini kuliko maandishi ya serikali na matamshi ya serikali. Wilaya ya Arusha tunatamka hivi: kutokana na utata huo, ukaguzi wa kina juu ya mishahara ya watumishi ufanyike ili watumishi walipwe kwa mujibu wa maelekezo ya serikali. Malipo yawe sawa na maeneo mengine kama Dar es Salaam na hapa Arusha natakiwa walipwe sawa sawa. Rushwa kazini ni jambo lililozungumziwa hapa. Kwa hiyo serikali yenu ya wilaya ya Arusha imechukua, itaunda timu itakayoongozwa na kamanda TAKUKURU wa wilaya, na chini yake watakuwepo watu wasiopungua 5 kufanya uchunguzi katika mambo yafuatayo yanayohusiana na rushwa: posho wanazozipata wafanyakazi, kodi wanazotozwa wafanyakazi, wakati wa overtime, na hata baadhi ya viongozi wametuhumiwa
wanapoingia hapa na uondoka bila ya kuwasikiliza wafanyakazi. Mambo mbalimbali yamezungumzwa ikiwa ni pamoja na mishahara kuchanganywa na overtime na malipo kutofautiana kati ya kiwanda cha Dar es Salaam na hiki hapa ambacho ni kiwanda mama na haki mbalimbali za watumishi. Timu hii itapewa adidu rejea hizo na kuzifanyia kazi, na ninawapa wiki 2 kukamilisha na kuleta ripoti ambayo tutachukua hatua, ikiwa ni pamoja na kutoa uwajibikaji kwa watakaohusika. Wilaya ya Arusha inaelekeza uongozi wa kiwanda wasifunge kiwanda na wafanyakazi wote wanatakiwa kurudi kazini wakati tunashughulikia masuala yaliyojitokeza hapa kiwandani. Ikitokea vinginevyo, kati ya maelekezo haya, kiwanda kikifungwa kwa dharura, serikali itachukua hatua ya kuwajibisha uongozi wa kiwanda. Lakini ikitokea tofauti na maelekezo haya kwa wafanyakazi kurudi kazini, serikali inaelekeza taratibu, kanuni na sheria za kazi zifuatwe kuwajibisha mfanyakazi yoyote atakayekiuka kurudi kazini. Mwajiri aruhusu vikao vya tawi la wafanyakazi lililopo hapa wafanye vikao na mikutano kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Yaani mfanye vikao na mikutano yenu iwe inatoa ufafanuzi wa miongozo mbalimbali ya watumishi inayotolewa juu ya haki zao, ikiwa ni pamoja na kufanya uchaguzi. Mwisho 5, tarehe 20 mwezi wa kwanza, siku ya Jumatano mwaka huu 2026, ofisi ya mkuu wa wilaya na wataalamu mbalimbali, idara ya kazi na wengineo, wanasheria, tumepokea ombi la wafanyakazi hapa kuwasikiliza kero zao, lakini wafanyakazi hao ni wale wenye malalamiko tofauti na haya yaliyotolewa leo, kama wale waliofukuzwa kazini kwa kukosa haki zao, lakini makosa mbalimbali. Kwa hiyo siku hiyo ni siku ya kusikiliza kero hizo mmoja baada ya mwingine, kwa sababu zimetofautiana na madai yaliyotufikisha hapa leo hii. Mwisho kabisa, idara ya kazi ipo kazini kusaidia haki mbalimbali na kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu wafanyakazi. Kwa hiyo karibuni sana, siku hiyo ya tarehe 20 ndio itakuwa tunafungua kwa kiwanda hiki na majirani zake, department zingine ambao wamekumbwa na mkasa huo. Asanteni kwa kunisikiliza. Lakini tukaanza kwa kusikiliza management ya kiwanda wanatuambia nini kuhusu ninyi, si ndio? Na baada ya hapo mkuu akasema naomba nikawasikilize sasa vijana wangu wanasema nini kuhusu kiwanda. Kwa hiyo mkuu amepokea yote ya pande zote mbili. Sasa kwa sababu mkuu wa wilaya ni kiongozi wa pande zote, yeye hapa atasema baada ya kuwasikiliza wale nini mwelekeo, ili madhara yasiwe makubwa kwenu na hata kwa kiwanda, si ndio ndugu zangu? Tunachohitaji ni suluhu. Sheria imeelekeza kwamba kila baada ya miaka 3 itakuwa linatoka tamko la kima cha chini cha mshahara, ambao waziri mwenye dhamana ya kazi atakuwa anatoa hilo tamko. Sawa? Kwa hiyo tamko la mwisho kabla hii tunaotumia sasa hivi lilikuwa la mwaka 2022 ambalo limeanza kutumika Januari 2023, limefikia ukomo tarehe 31 Disemba 2025. Si tuko tunalifahamu hilo. Kwa hiyo mwaka jana Novemba likatolewa tamko, Oktoba likatolewa tamko la kwa ajili ya kuanza kutumika 2026. Ambalo hili tamko la kima cha chini manake linataja
vile viwango vya chini kabisa ambavyo waajiri wanatakiwa kucomply ama kufikia kwenye mishahara yao. Kila sekta inakuwa na kima chake cha chini. Na kwenye hili tamko kuna kuwa na ambao unakuta mishahara yao iko juu, na kuna ambao unakuta wako chini, na kuna ambao wako kati. Si ndio? Lakini kila sekta inakuwa na kima chake cha chini. Sekta ya kilimo wanakuwa na kima chao cha chini, sekta ya viwanda inakuwa na kima chao cha chini, sekta ya utalii na kadhalika, na sekta ya ulinzi binafsi. Na waziri alipokuwa anatoa tamko hakutaja viwango vyote, kwa sababu hapa tuna karibu sekta 22. Alafu kuna sekta ndogo ndogo ambazo zimevunjwa karibu 46. Kwa waziri alikuwa wakati anatoa tamko hakutaja sekta zote au sekta ndogo ndogo zote 46. Alitoa ule wastani wa jumla wa ongezeko. Kama tunavyojua kwenye ule waraka uliopita wa mwaka 2022, wastani wa ongezeko la mishahara ilikuwa shilingi 275. Kwa maana kwamba unachukua wale wa mshahara wa juu, wa chini na wakati kupata wastani wa ongezeko ni shilingi ngapi? Ilikuwa 275. Tunafahamu hilo. Kwa huu waraka mpya ambao umetamkwa mwaka jana mwishoni, ambao waraka namba 605A, waziri wakati anatamka akasema kwamba wastani wa ongezeko la mshahara kwa sekta binafsi ni 358,322, ambao ndio wastani wa ongezeko la huu mshahara wa kima cha chini cha mshahara. Lakini katika huo waraka kila sekta inabidi uangalie kwamba unaangukia kwenye sekta gani, uangalie mshahara wako. Si ndivyo jamani? Tumeelewa hapo? Kwa hiyo ile 358,322 sio kwamba ndio mshahara wote wa sekta binafsi yote nchi nzima, kwa sababu sekta binafsi imegawanyika kwenye maeneo mbalimbali. Kuna utalii, kuna viwanda, kuna biashara, kuna sekta ya fedha, kuna ulinzi, kuna mashambani, sekta ya mashambani, lakini wastani wa ile ongezeko kwa jumla ndio ambao waziri alitamka. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuangalie sasa kwenye huu haraka sisi tunaangukia kwenye sekta gani? Ambao ni sekta ya nini jamani? Lodhia ni sekta nini? Kiwanda. Kwenye kwa waraka huu shilingi ngapi? Ambao ni shilingi 200,000, si ndio? Tumeusoma huu waraka, lakini tuliamba kwamba ulikuwa kwenye ubao matangazo na tumeusoma. Tumesema ni wastani wa chini, kima cha chini kwa sekta husika, ambao huu waraka ndio ambalo ni agizo la serikali na ambao tunatakiwa tusimamie kwa mujibu wa sheria.